mwaka 2018 ulikuwa ni mwaka wa filamu kubwa ulimwenguni iitwayo Black Panther, ambayo iliweza kumhusisha Mwafrika na Waafrika kwa ujumla na kuwa miongoni mwa filamu kubwa katika kampuni la Marvel Cinematic Studios kuweza kufanya vizuri katika upande wa mauzo na kupendwa na watu wengi ulimwenguni. Sasa, je, unamfahamu mwigizaji mkuu wa filamu hiyo ya Black Panther ilitoka mwaka 2018? Huyo si mwingine, anaitwa Chadwick Boseman, aliyepewa jukumu la T'Challa au Black Panther mwenyewe. Kwa sasa Chadwick Boseman ni marehemu, ambapo alifariki tarehe 28 Agosti mwaka 2020 kutokana na saratani ya utumbo, lakini ataendelea kuheshimiwa kwa kazi yake kubwa katika filamu hiyo na filamu nyingine nyingi alizowahi kuzicheza kama vile 42, Get On Up au Get On Up na DA5 Bloods. Sasa kampuni la Marvel Cinematic Studios limekuwa ni miongoni mwa kampuni la uzalishaji wa movie za features na teknolojia hali ya juu, ambapo hapa natengeneza karakta wengi miongoni mwao akiwemo Black Panther, ambapo sasa katika hawa superheroes wamegawanyika katika makundi mawili. La kwanza ni heroes wa Avengers, la pili ni villains ambao ni watu majambazi niseme. Lakini katika upande wa story hawa wanaitwa heroes katika upande wa Avengers. Miongoni mwa characters au wahusika katika heroes ni Iron Man, Captain America, Hulk, Black Panther, Black Widow, Doctor Strange, Ant-Man, Thor na Moon Knight. Lakini tulia katika upande wa majambazi au villains, hapa kuna Thanos, kuna Rocky, Lenny Skull, King the Conqueror pamoja na Hela. Sijataka kuzungumzia historia ya kampuni la Marvel, lakini ningependa kuzungumzia the pride of Africa, Black Panther mwenyewe, toka anapozaliwa mpaka kufika katika uigizaji. Historia yake inaenea katika miaka 1976 alipozaliwa mpaka umauti unapomkuta mwaka 2020. Tukianza katika upande wa maisha awali, ambapo sasa msanii huyu mkubwa anazaliwa Chadwick Aaron Boseman, haya ndo majina yake matatu. Alizaliwa tarehe 29 Novemba 1976 huko Henderson, South Carolina, katika mji au taifa la Marekani. Alikulia katika familia yenye misingi imara ya Kikristo, ambapo mama yake alikuwa anaitwa Caroline. Alikuwa ni mwigizaji pia, lakini baba yake alikuwa anaitwa Leroy Boseman. Yeye alikuwa ni mfanyakazi wa viwanda na pia alihusika katika usafishaji wa magari uitwao upholstery za magari. Tangu akiwa mdogo, Boseman alionyesha kupenda sana sanaa, hasa uandishi wa michezo ya kuigiza na uigizaji. Alitimu shule ya sekondari iitwayo T.L. Han High School na mwaka 1995 ambapo alitunga tamthilia yake ya kwanza kabisa baada ya rafiki yake kuuawa kwa risasi. Baada ya kumaliza shule ya sekondari, alisoma katika chuo kiitwacho Howard University huko Washington DC na kupata shahada ya sanaa iitwayo Bachelor of Fine Arts katika uigizaji mnamo mwaka 2000. Akiwa huko alifunzwa na mwigizaji maarufu aitwaye Felicia Rashad, ambaye baadaye alimsaidia kupata ufadhili wa kusoma katika British American Drama Academy huko Uingereza. Sasa baada ya masomo yake ikambidi arudi katika taifa lake la Marekani. Boseman alianza kufanya kazi kama mwandishi wa michezo wa kuigiza, mkurugenzi na mwigizaji. Aliandika na kuigiza michezo kadha wa kadha kabla ya kuhamia Hollywood, ambapo alipata nafasi ya kuingia katika Marvel Studio. Sasa safari yake ya uigizaji ilikuwaje kwa mwigizaji huyu? Wanasema kwamba Boseman alianza kuonekana kwenye vipande vya television kama Third Watch ilitoka mwaka 2003, Law and Order ilitoka mwaka 2004, CSI au NY ilitoka mwaka 2006, ER ilitoka mwaka 2008. Lakini sasa filamu iliyomletea umaarufu mkubwa ni 42 ilitoka mwaka 2013 ambapo alicheza kama Jackie Robinson, mchezaji wa kwanza Marekani mweusi kucheza kwenye Major League Baseball. Uigizaji wake ulisifiwa sana kumfanya apate nafasi kubwa zaidi katika Hollywood. Baada ya hapo alicheza kama James Brown katika filamu ya Get On Up ilitoka mwaka 2014 na pia mwaka 2017 alicheza kama Thurgood katika Marshall. Sasa Black Panther inakujaje? Inasemekana mwaka 2016 Boseman alijiunga na Marvel Cinematic Universe MCU kama T'Challa au Black Panther mwenyewe. Filamu ya Captain America ambayo ilikuwa inaitwa Civil War.
Filamu hiyo ilifanikiwa sana na ilimtambulisha rasmi kama Black Panther. Sasa ndipo kampuni la Marvel likaandaa karakta mpya ya Black Panther, ambapo mwaka 2018 ikaweza kutoa tamthilia iitwayo Black Panther, ambao sasa ilivunja rekodi nyingi sana. Ilikuwa filamu ya kwanza ya Marvel Cinematic Universe kuongozwa na mwelekezaji mweusi ambao ni director na maanisha aitwaye Ryan Coogler, na kuwa na waigizaji wengi weusi, ambapo utawatazama wale wa dada na Black Panther mwenyewe. Hao ni watu weusi ambao walihusika vizuri katika hii tamthilia ya Black Panther. Sasa filamu ya Black Panther ilitoka mwaka 2018, ilivunja rekodi za mapato na kuwa moja ya filamu zenye mafanikio makubwa katika historia ya Marvel Cinematic Universe. Na pia hapa iliweza kushinda tuzo 3 na ikawania tuzo nyingi sana katika tuzo kubwa za filamu ulimwenguni ziitwazo Oscars Award, ambapo iliweza kushinda tuzo 3 na ilikuwa filamu ya kwanza ya Kiswahili kuteuliwa kuwa tuzo Academy ya the Best Picture. Baada ya mafanikio ya Black Panther ya Boseman mwenyewe alirudi kama T'Challa katika filamu ya Avengers Infinity War iliyotoka mwaka 2018 na Avengers Endgame ya 2019, ambayo ilikuwa filamu yenye mapato makubwa zaidi kwa muda mrefu. Sasa tunakuja katika sehemu ya kuhuzunisha kuhusiana na historia ya kifo chake, alivyoumwa mpaka kufariki kwa mwigizaji huyu ambaye atakumbukwa sana, aitwa Chadwick Boseman. Inasema kwamba Chadwick Boseman aligunduliwa kuwa na saratani ya utumbo, yani colon cancer, mwaka 2016, lakini aliendelea kufanya kazi bila kumwambia mtu yoyote nje ya familia yake. Alikuwa akipata matibabu huku akiigiza filamu zake, jambo ambalo liliwashangaza wengi baada ya kifo chake, ambapo ukweli uligundulika. Sasa mnamo mwaka 2020 Agosti 28, Chadwick Boseman alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 43 nyumbani kwake huko Los Angeles, California, akiwa na familia yake karibu. Habari za kifo ziliwashtua watu wengi, kwani hawakuwahi kuweza kutambua ugonjwa wake ambao ulimpelekea kifo. Sasa baada ya kifo chake, wasanii, viongozi wa dunia na mashabiki walimlilia kwa heshima kubwa, wakimtaja kama mtu mwenye heshima, mfano wa kuigizwa na shujaa wa kweli kwenye kizazi cha sasa. Lakini baada ya kufa kwake, kampuni la Marvel halikupenda kukatisha historia yake au story ya movie ya Black Panther, ndipo wakaleta ulisi wa Black Panther. Chadwick Boseman aliacha ulisi mkubwa sana katika jamii, na ndipo kampuni la Marvel wakaamua kucheza Black Panther ya pili, ambayo ilitoka mwaka 2022 ikapewa jina Wakanda Forever. Kwa hiyo ndio historia ya Black Panther mwenyewe Chadwick Boseman. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Hakika wote tutamfuata huko aliko. Kwa hiyo naomba usahau kusubscribe, kutana notification na nipate comment yako kuhusiana na kazi hii pendwa. Thank you.